Shukrani sana Loveness, habari za wakati huu mabibi na mabwana. Jina langu ni Yahya Mshehe, kaimu afisa habari wa Bodi ya Ligi Kuu Tanzania. Lakini pembeni yangu yupo hapa David Raymond ambaye ni mkuu wa kitengo cha masoko Benki ya Taifa ya Biashara NBC. Sote tunafahamu ya kwamba kesho tunakwenda kuhitimisha msimu wa Ligi Kuu ya NBC 2025-2026 na sote tunafahamu ya kwamba kesho ndio siku ambayo tunakwenda kumpata rasmi bingwa wa Ligi Kuu ya NBC kwa msimu huu wa 2025-2026. Maswali yamekuwa mengi namna ambavyo tunakwenda kuendea michezo hii ama namna ambavyo tunakwenda kuendea mchezo huu kati ya Young Africans na JKT Tanzania pale Isamuhyo, lakini pia Simba Sports Club na KMC pale katika uwanja wa KMC Complex. Kwa hiyo sasa naomba nimkaribishe David Raymond aje hapa kuzungumza nasi, atueleze namna ambavyo kama wadhamini wakuu wa Ligi Kuu ya NBC wamejiandaa namna ya kuiendea ama kuliendea tukio hili la kukabidhiwa kwa ubingwa kati ya timu hizi mbili ambazo zina asilimia kubwa ya kuwa bingwa wa Ligi Kuu ya NBC kwa msimu huu wa 2025-2026. David, karibu sana na uwanjani wako. Zungumza na wanahabari na Watanzania ambao kwa ujumla wanatutazama hivi sasa, wanatamani kusikia kutoka kwako namna ambavyo nyinyi kama Benki ya Taifa ya Biashara NBC, wadhamini wakuu wa Ligi Kuu ya NBC, mmejiandaa kuelekea tukio ama matukio ya kesho na ni siku ya kutamatisha msimu huu wa 2025-2026 wa Ligi Kuu ya NBC. Asante sana ndugu yangu Yahya. Habarini za muda huu ndugu waandishi wa habari ambao mko hapa. Kama ambavyo wamenitambulishwa kwa majina, naitwa David Raymond, ni mkuu wa idara ya masoko kutoka benki ya NBC. Leo tuamini tuna furaha sana kwa maana ya kwamba tunaelekea kwenye tamati ya msimu wa NBC Premier League 25-26 na sisi kama wadhamini tulitamani pia kutumia fursa hii kutoa shukrani kwa wadau mbalimbali ambao tumewezesha kuwa na msimu wenye mafanikio na ushindani wa Ligi Kuu ya NBC. Nianze labda kwa kutoa shukrani kwa wadau mbalimbali wakiwemo Azam pamoja na TBC ambao ni broadcasters wetu kwa kusaidia kuwafikia mashabiki na wapenzi wa soka nchini, lakini bila kusahau wanahabari kwa namna ambavyo imeweza ku play part kubwa kuhakikisha ligi yetu inazungumzwa vizuri zaidi na kupelekea viwango vyake vya ubora kupanda, na role kubwa sana ambayo nyinyi pia mmeweza kuiplay. Lakini vile vile katika namna ambavyo sisi kama NBC tumeendelea kujipanga kuhakikisha tunaboresha ligi kwenye msimu huu, nadhani tuliona maboresho zaidi kwenye zawadi ambazo zinachochea ushindani, hususan kwenye upande wa individuals kwa maana ya wale players pamoja na mabenchi ya ufundi. Kwa hiyo utaweza kuona jinsi gani ambavyo tuliweza kutoa tuzo za man of the match kwenye mechi zote ambazo zimechezwa msimu huu, lakini vile vile wa wachezaji na makocha bora wa kila mwezi, na kwa namna ya kipekee pia tukaintroduce goli bora ambayo hii ilikuwa ni chaguo la mashabiki katika kuendelea ni katika namna ya kuendelea kuboresha, na pia tunaangalia jinsi gani msimu unayokuja tunaweza kuwa na categories zingine mbalimbali. Kutokana na ushindani wa ligi yetu, nadhani wote tumeona msimu huu mpaka hivi sasa tunaelekea kwenye mzunguko wa mwisho na hakuna mshindi aliyepatikana mpaka hivi sasa, na mshindi atapatikana kwenye mechi ya kesho. Nadhani maswali yamekuwa mengi kwamba tutafanyaje ili kuweza kukamilisha. So kwa kushirikiana na bodi ya ligi na TFF, sisi kama wadhamini tukasema kwa ubora wa ligi yetu tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunakwenda kuandaa sherehe mbili ambazo ziko na viwango sawa kabisa, kwa maana ya kwamba popote ambapo mshindi atapatikana basi ataweza kukabidhiwa kombe lake pale pale uwanjani, na hivyo basi pia katika namna ya kuboresha na kuhakikisha hili linatokea, tutakuwa na helikopta ambayo itaweza kubeba hili kombe na kuweza kufacilitate kombe kufika kwa wakati kwenye uwanja husika ambapo mshindi atakuwa amepatikana. Hii yote ni kuendana na viwango vya kimataifa kama ambavyo tumesema, lakini kuhakikisha kwamba mshindi anapata kombe lake siku hiyo hiyo. Ligi yetu imekuwa ni ligi kubwa sana, kwa hiyo lazima tuende na viwango, na sisi kama wadhamini kama NBC kwa sababu ya ukubwa wa chapa yetu na ukubwa wa benki yetu nchini, tukasema basi hili ni jambo ambalo inabidi kuliendea na kuhakikisha kuwe na viwango vinavyostahili. Kwa hiyo washabiki na wakazi wa jiji la Dar es Salaam
wataona chopa ikiwa ina hover around ikisubiri maelekezo ya waendesha soka, wakituambia kwamba ni wapi itue na wapi iweze kupeleka kombe na mshindi akabidhiwe kombe lake. Labda niweke kituo hapa, labda kama kuna swali lolote ningependa kulijibu kabla ya kufunga. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Okay. Kama kuna swali tumemaliza. Basi nikushukuru sana Raymond. Asante sana. Na walikuwa ni David Raymond, mkuu wa idara ya masoko ya Benki ya Taifa ya Biashara, ambaye amezungumza hapa kutujibu namna ambavyo Bodi ya Ligi Kuu Tanzania, Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania na Benki ya Taifa ya Biashara imejiandaje kuelekea kukabidhi ubingwa wa Ligi Kuu NBC kwa msimu 2025-2026. Sisi tunasema boli lipigwe, yule ambaye atakuwa bingwa basi kombe lake lipo na atakwenda kukabidhiwa. Mpaka fika hapo tunahitimisha matangazo haya moja kwa moja, nimkaribishe ndugu yangu Idrisa aweze kufunga.